kuamini au kutoamini kwenye ujenzi wa uwanja, na wadau wanasema Wakanda ana chuki tu. B25 kitu gani kwa Yanga Afrika hii? Nsajigwa. Tunaamini kwamba Hersi ana nguvu ya tajiri kabisa. Na tunaona na tajiri, tunaona biashara zinaongezeka tu. Sana. Unaona hii ni Yanga hii. Maisha yanaenda kwa tajiri. Kwa hiyo inawezekana tajiri akajitosa Nsajigwa. Inawezekana B20 ikawekwa watu tunasema nini, mapinduzi yakafanyika. Ijue issue kujenga uwanja mimi naiona kwenye njia mbili ambazo inawezekana. Njia ya kwanza ni njia ya mkopo. Yaani timu kukopesheka na kuweza kulipa. Na inawezekana kwa muda wa miaka 10 mpaka 20 inategemeana hapo. Na hiyo hela kurudi inaweza karudi kupitia uwanja ule ule. Kwa mfano unaweza kujenga uwanja ambao unaingiza watu 20 mpaka 30. Kwa michezo ya kawaida ya Simba au Yanga anawakiwa kupata mashabiki 5,000 akipungua mpaka 2,000. Hiyo anacheza na EF, anacheza na kawaida tu. Na ambao vingi kwa mjini, yes, ndio mchezo nyumbani ziko hapa, huko kwingine sio kwao. Maki za nyumbani ndio ambazo wanachukua makokoto. Na viingilio vyao mara nyingine inakuwa ni shilingi 5,000 mpaka shilingi 10,000. Maana kwa mchezo mmoja Simba na Yanga wanaweza kuongeza mpaka milioni 30 kwa mechi za kawaida. Kwa mechi za matamasha, Simba Day pamoja na siku ya Mwananchi wanaweza kuingiza mpaka shilingi milioni 400 kwa tamasha moja. Lakini pia kwa upande wa Simba na Yanga mechi ya Kariakoo Derby na yenyewe pia inaweza kuingiza shilingi milioni 400 mpaka milioni 500. Ukijumlisha kuna ile vale ya Simba Day hiyo ni milioni ngapi? 900. Jumlisha na hiyo ambayo kawaida, maana kwa gate collection peke yake kwa msimu Simba na Yanga wanafika bilioni 1. Gate collection peke yake. Hizo ndo wanatumia kwenye kuendesha timu, kwenye kulipa mishahara hizo. Ngoja kwanza. Ambazo bado hivi msimu uliopita mapato aliongoza Yanga ambaye aliishia kwenye 900 ifika 600. Ilikuwa 600. 630 kitu. Kwa mechi zake za nyumbani. Hizo ni ligi kuu peke yake. Hizo ni ligi kuu. Hapo hujagusa CAF ilikuwa milioni 72. Mechi za CAF na hapo alishia robo finali, lakini pia hujagusa hapo tamasha la kwake ambalo ni siku ya Mwananchi ambao pia watu wanakuwa wengi. Kwa hiyo inakuonyesha kwa msimu tu kwenye gate collection tutafungana. Inafika anaone tutawekana jela kwenye gate collection. Maana hiyo ukitumia gate collection kulipa mkopo wa uwanja Nsajigwa asikia alipwi, Pacome alipwi. Hiyo ni sehemu. Of course Nsajigwa umegusa eneo la sehemu ya gate collection. Sababu jua bahati mbaya sana kwa miaka 20 vilabu vya ligi kuu pesa za milangoni ya control wao. Unajua bado jambo ambalo lipo kwenye mikono ya TFF. Na ndio mama nikasemaje kwenye yakatoa kodi bado. Nsajigwa mimi ninachoamini kwamba kwenye system ya mpira, kwenye njia za mpira, Simba na Yanga zenyewe kama taasisi bado hazitoshi. Sasa yani zenyewe kama, na ndio maana nasemaje kwa saizi hizi timu, kwa sababu leo hizi tumekaa hapa Nsajigwa, Yanga si huyu hapa, Simba si huyu hapa, ndio. Lakini hawa watu kama taasisi, kuna saizi kuna mtu mmoja ukimtoa Mo, si ndio? Ukimtoa pale labda GSM, na GSM by the way sio mwekezaji, ni sponsor kwa baadhi ya bidhaa zake na ni mfadhili. Bado anaishi kwenye pesa za mfukoni za kawaida za hawa watu. Kabisa. Sawa? Kwa hiyo ndio maana nguvu ya kujenga uwanja au nguvu ya kuendeleza miundombinu yoyote ni pesa ambayo inapaswa kutoka kwa nje ya mfumo wa mpira. Nakumbuka marehemu Yusuf Manji, hata basi analotumia Yanga lilitoka kwenye mfuko wa tajiri. Marehemu Yusuf Manji, si ndio? Ilikuwa 2015 ile kwenda 16, si ndio? Alikuja kwamba bwana, hii chombo mnikodishe miaka 10 na wadai miundombinu nitafanya hivi. Utata ulianzia kwenye apewe kwa miaka 10, si ndio? Na kuna miundombinu ambayo aliahidi ataijenga ndani ya kipindi hicho. Yeye alikuwa anajua pesa atatengeneza, kwa sababu uwanjani ulikuwa uwezi kupata hela nyingi hivyo. Kuuza wachezaji ulikuwa, lakini yeye alikuwa anajua namna gani ambavyo atacheza na nembo ya Yanga kwenda kufanyia biashara yeye apate mzigo wake. Lakini wakapishana. Na kwenye ule mpishano ndo baadaye ukaenda kuleta mpaka ile kwamba kwanza kuna mizigo nilikuwa natoa na wadai biteni. Ndo utata ukaibuka pale. Kwa hiyo hata wa matajiri wa saizi, mwanzo kabisa nilisema serikali inaweza ikasaidia kwenye makubaliano ya kampuni au tajiri ambaye anaweza akatoka akaomba, naomba niwajengee uwanja kwa makubaliano 1 2 3, labda mtanipa nembo yenu nikaruke nayo sokoni mimi kwa kipindi cha muda fulani, mimi mzigo nitakuwa nimefanya nini, nimeurudisha.
Kama saizi tunaona Simba na Yanga wanaipa kampuni fulani tutengenezee jezi, unatupa sisi bilioni zetu, utajua wewe ukapata faida. Hapo kwenye nembo Ibra, kumbuka tayari hawa watu, kuna watu ambao wamesha submit nembo zao kwao. Yanga amesha submit nembo yake kwa GSM kwa miaka 5, Simba amesubmit nembo yake. Sasa Simba amesubmit, hiyo si uwanja. Ndio nasema hapa nakupa summation ya muda ambao hii mikataba ipo kwa hivi sasa. Simba amesubmit kwa GSM. Sasa huyo GSM anapokuja kuingiza tena pesa mpya kwenye hii timu, mtu huyu ambaye mpaka dakika hii bado hii timu ina changamoto nyingi sana za kiuendeshaji tu kwenye fedha. Leo kweli Ibra waambie mimi na bilioni 20 hapa uwanja, si bora hiyo bilioni 20 akachacha sana, kwa sababu hiyo ni issue ya biashara. Hiyo ni issue ya biashara. Sawa. Kwa sababu mimi sasa hivi nimeenda kununua nimeenda kununua mchezaji wa bilioni 1, si ndio? Amekuja hapa ndo mkwala. Na hizo bora nijenge uwanja ambayo na kingine kujenga miundombinu, ninapovunja mwalipe madeni yao. Wakanda hawezi kusema kwamba siwezi kujenga nyumba kwa sababu saizi familia yangu haina chakula. Na kingine Ibra, ni mipango tu. Kwenye issue ya biashara ya mchezaji na uwanja ni vitu viwili tofauti. Mchezaji uwezo ukamsajili akawa garasa asilipe, lakini uwanja ukisha ujenga ni asset ambayo ipo na matumizi yake ni mengi. Hailipi, yani uwanja nchi, yani biashara ya uwanja kwenye taifa hili hailipi, hairudishi return, kwa sababu leo unajenga uwanja bilioni 20. Tumepiga hapa summation timu ambazo tunasema leo labda Simba na Yanga ndio zinaingiza mashabiki wengi kwa msimu. Kwa mwaka gate collection before hawajakatwa kodi milioni 600. Yani hapo kabla lijapelekwa gawiwa sijui TFF. Kwa unajikuta wao wenyewe tukisema tu kwenye biashara ile ya uwanja pale kwa mwaka wanapata milioni 400. Hiyo milioni 400 kwenye mkopo wa bilioni 20 Ibra utarudisha miaka mingapi kama sio miaka 40? Wakanda. Kuna muda inawezekana huo uwanja unaojenga ukakufanya wewe ukakopesheka. Kwani wewe kwenye yale mazingira unajua kuona kuna mshikaji anakuja na wauni magetoni anakuja kukagua na nini ili akopesheke. Inakuwa ni asset. Na ndio nasema hii asset, yani uwanja wa mkopo ambao bado unadaiwa Ibra, ambao mtu amekujengea hati anayo yeye. Kwani Arsenal swale pale? Bora Arsenal Ibra, Arsenal kuna sehemu ambayo wao walikuwa na mtaji wao wa uwanja, wakaja wao walikuwa na mtaji wao wa uwanja ambao waligenerate as a club, wakaja wakapewa support na watu wengine. The same kwa kitu ambacho wanakifanya Madrid sasa hivi, hata Barcelona wana mtaji wao, wanaenda wanapokuja wakina Spotify wanaongeza. Kumbuka Madrid na Barcelona wao wameviboresha. Arsenal alikuwa Highbury amekuja akatoka akaja kabisa Emirates. Ni project ambayo klabu waliingia na nani na Fly Emirates. Maana tunachosema hapa ni kwamba sisi ambacho tunakizungumza hapa ni amezungumza Health ambaye tunaamini Health ana mkono wa tajiri na kama tukisema labda tuje kwenye engo ya business, huyu tajiri ambaye anaisupport Young Africans, tukiwa wa kweli before Yanga hakuwa na ukubwa huu kwenye kutanua. Kwa hiyo inawezekana akawa ameona potential na inawezekana akaamua kuingia kwenye hii kamari kwamba bwana hawa watu mimi kwenye biashara ya uwanja. Hata wenzetu huko Ulaya kama mfano Tottenham, biashara yao inawalipa kwenye michezo mingine, sio football. Tottenham wanakodisha uwanja kwa ajili ya tennis, kwa ajili ya masumbwi, sio football. Simba hapa Tanzania mna uwezo wa kujenga uwanja wa kukodisha nje ya football. Matamasha tu yafanyiki uwanjani, yanafanyika Tanganyika Packers bure. Hata Spurs hela nyingi kwenye matumizi ya kukodisha uwanja anategemea kwenye ile American football. Yes, American football. Sababu uwanja una hiyo sehemu pamoja na matamasha. Na matamasha mengine. Hata hapa watu wanaweza kufanya. Oya mwanangu watu wa Idi naamini uamini. Kuamini? Mnajenga. Sasa uwanja unajenga mpaka mtu engineer jana katoka anakuambia anataka kujenga uwanja. Wakanda anachokibisha mimi nimemuelewa. Wakanda anachokibisha hawa ndo watu ambao wanataka kufanya vizuri, watu wanakufelisha. Ibra sio kila mtu unapotaka kufanya jambo zuri, kila mtu atakusupport. Leo nitakwambia Ibra anataka kujenga, Joffa atajenga kwa kazi anayoifanya, labda anafanya kitu fulani. Kwa hiyo hamna watu ambao unaweza ukafanya kitu kila mtu akakukubalia kitu unachokifanya, ila engineer Hersi mimi nimemuelewa. Yule ndo anakaa na timu, ameangalia mafanikio muda alioka pale, ameona Yanga inakoelekea. Kwa hiyo mimi siwezi kwenda kuweka hela sehemu ambao sijapata faida. Hawezi kutoka BF4 akasema kwamba Yanga tulivyoendesha hivi na hivi na hivi, mimi naenda kufanya kitu fulani. Siri ya biashara huwa ni wewe mwenyewe. Unapata kitu gani? Kwa hiyo engineer mimi naamini na 100% nikiwa meza hii. Engineer kwanza wakati anaingia kwenye mpira hakuna ambaye ameweza kukubali kwamba engineer atafika tu aliyofika. Sasa hivi ni rais wa vilabu barani Afrika, unamwona ana ofisi Morocco. Kwa hiyo huko anakoenda huko kuna vitu labda watu waliokaa nao, mabosi, wenzake, rafiki zake, kuna kitu wamempa interpretation kwamba
engineer, ukifanya hivi na hivi na hivi, sisi tunafanya hivi, tunafanya hivi, tunafanya hivi, tunafanya hivi. Ukifanya hivi unaweza kufanya hivi na kitu kikatokea hivi. Kwa hiyo kuna wenzia alivyokaa nao. Unajua boss ukiwa na boss anakupa michongo. Kwa alipo inaonekana watu wamempa michongo, ukijenga uwanja unaweza kaingiza kitu fulani na kitu fulani. Mimi na 100% Jangwani tunaenda kuweka kiwanja. Tena sio uwanja mdogo. Yaani uwanja wa Bata. Mpaka mtani mwenyewe atakuwa anakuja kuangalia mechi pale. Yes, kwa hiyo Wakanda achana naye. Wakanda wewe ndio atakutufelisha maisha. Lakini wewe huwezi kutufelisha Wakanda. Na wewe ndio utakuwa nitakujengea kiti cha kukaa wewe ambao unabisha. Kaa pale angalia Yanga. Yes, bwana wewe ni Geoff Master, shabiki wa Young Africans. Hii ni baada ya rais wa Young Africans Engineer Hersi Said kuweka wazi ya kwamba rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amewaruhusu Young Africans waweze kujenga uwanja katika eneo lile la Jangwani, na tupo na Vodacom hapo. Unaweza kaenda bwana, Yanga vipi tuwajengee uwanja kwenye kusherehekea miaka 25 ya Vodacom au jambo linakuaje? Kwa hiyo fursa hizo kwa makampuni pia ambao wanaweza kanunua haki za jina la uwanja wakawajengea uwanja, biashara na vitu kama hivyo. Ngoja tuone, na Hersi amesema miezi michache ijayo mashabiki wataanza kuona shughuli za ujenzi zinaanza pale Jangwani. Lakini tumalize kwa ahadi ambayo imetoa Engineer Hersi kwa Young Africans kuelekea msimu ujao kwamba mambo yatakuwa mazuri zaidi. Haijalishi nani anaondoka, lakini ambao watasajiliwa watakuja kuifanya timu hiyo kuwa bora zaidi. Wananchi, makombe mmeona kule kwa kimataifa kule tumeteleza kidogo. Mwakani tutakuja tukiwa imara zaidi. Sema Yanga wewe! Wakati tutarudi tukiwa imara zaidi. Na haya matano haya yatabaki, hakuna mtu wa kutusogeza sisi. Watu wanauliza timu itatetereka? Yanga itabaki kwa imara. Yanga itabaki kwa imara siku zote. Atakayeondoka basi anayekuja ni bora kuliko anayeondoka. Yanga wewe! Akiondoka aliyekuwepo leo, atakayekuja atakuwa bora kuliko anayeondoka leo. Hiyo ndio falsafa yetu. Hiyo ndio falsafa ya Young Africans. Hiyo ndio falsafa ya wananchi. Hiyo ndio falsafa ya mabingwa. Hiyo ndio falsafa ya Young Africa. Yanga! 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 88.1 East Africa Radio. East Africa Radio, Dar es Salaam. Together tunawakilisha. Usitoke. Baki hapo. Tunalipa bill.